Unaangalia Juu Media. Nimekuja hapa leo Kangani kuja kusikiliza kero ya wananchi inayohusiana na suala la maji ambalo mimi nilikuwa sijui, lakini mheshimiwa mwakilishi, Mheshimiwa Mgaza alilileta changamoto hiyo kwamba shehia yangu ya eneo langu la Kangani lina changamoto ya maji. Kwa hiyo basi tukasema kwa upekee ziara hii moja kwa moja mpaka Kangani. Kwa hiyo tupo hapa na yeye alisema kwamba kuna kisima ambacho kisima hicho matarajio kwa wananchi kwamba wapate maji, lakini hadi sasa kilipochimbwa na ZAWA bado huduma hiyo haijawafikia wananchi. Kwa hiyo tukasema basi kwa ziara yetu ya mwanzo acha tufanye Kangani, kwa sababu yeye ndio mwakilishi wa wananchi na yeye ndiye anayewasemea wananchi. Tuje tuwasikilize wananchi wasemaje kuhusiana na hili, changamoto hii ipo kwa muda gani, lakini matumaini yenu na unapoongea na watendaji labda wawaambiaje kuhusiana na kadhia hii. Lakini basi na sisi tuchukue mtakalo tuambie ili twende tukalifanyie kazi. Imani yetu ni kwamba muda mchache changamoto hii iweze kuondokea. Pia tumshukuru naibu waziri kwa kuja katika shehia yetu ya Kangani kwa kuja tafuta changamoto ya maji. Nikwambie mheshimiwa, pamoja na ujumbe wako uliofuatana nao, karibu Kangani. Hii ndio Kangani yetu na tukushukuru sana kutokana na muda wako mchache ulioteuliwa kuja kutafuta changamoto ya maji. Mheshimiwa, ni kweli tatizo la maji tunalo kubwa, sio dogo. Sababu kama kwa ufupi nitataka wananchi wenyewe waseme, lakini mimi vijiji visivyopungua 3 mpaka 4 vina karibu miaka 4 au zaidi hawapati hata tone ya maji. Miundombinu ya bomba yapo, tatizo mimi hatujui. Pia niseme karibuni kisima chetu kila umri usiopungua miaka 6 hivi sasa, kwa makadirio ya haraka kipo, na kilipochimbwa tulileta matumaini kwamba Kangani sasa tutakaokopa na tatizo la maji, lakini mpaka leo bado hakijaungwa. Tulipokuja fundiwa transformer tukaona kwamba sasa kisima chetu karibuni cha wasilishwa ni mafanikio, lakini baadaye muda mchache hata transformer pia inachukuliwa, hatujui wapi ilipo. Maji tunayoyapata hafifu sana, hayatoshi. Hao wanaoyapata wakiyapata sasa hivi mpaka kesho, halafu yatakatwa mpaka siku ya pili. Nilivyosikia kwa pande hili la huku ndio zaidi lina matatizo makubwa ya maji. Tunashangaa sana Mheshimiwa Waziri, wa huko chini tuna visima karibu 6 pamoja na hiki hapa ambacho hichi hapa tulikuwa tunategemea ndani ya mwaka mmoja tutapata maji ya kutosha. Sasa hivi hichi kisima kinafika miaka mingapi sasa hivi? Kiasi 6. Sasa hili ndio tatizo kubwa. Hiki kisima hichi kilichimbwa na wenzetu wa ADB Serengeti wale, na kilichimbwa kisima hichi ilikuwa ni production lakini kama reserve hichi hapa. Sasa sisi bwana kuona kwamba tatizo lipo la maji, sasa hapa tunasema hichi kisima lazima tukifufue ifanye kazi, na tumejenga kibanda, tumeweka umeme, tumejenga uzio. Tatizo lilotokeza kile kisima ni cha inchi 6. Kile kisima kile ndani mita yake ni cha inchi 6. Wakati sisi pampu zile zote kama tunazo tunaelekewa ni pampu za inchi 6 vile vile. Kwa hivyo pampu ya inchi 6 huwezi kuitia mule sasa. Sasa tumeagizia pampu ya inchi 4 ambayo hizi tumetengeneza special kwa visima viwili baina ya Kangani na Mkanyageni. Tutegemeza pampu akawetu zitafika na ziko njiani, wakati tunafikiri kabla Ramadhani na kuziingiza humu ili wananchi wapate. Sasa Kisima kipo cha muda mrefu na kama nilifahamu huyu alisema ni reserve, kusudiwa reserve, lakini kutokana na changamoto sasa wakibadilisha ule reserve na kukirejesha kwa wanajamii kwa ajili ya matumizi. Labda wewe tokea sasa kurejeshwa hiyo sasa kama tunacha wanajamii ni muda gani, na wewe kama afisa wilaya labda ushafuatia kwa mkurugenzi mara ngapi utakai hatua ya kupata hii bomba kusaidia wananchi? Nimefuatia zaidi ya mara 4, lakini kikwazo kinakuwa ni aina ya pampu, ndio kikwazo kikubwa. Na katika kufuatilia ndio tukaanza kulaza mabomba, kujenga wellhead. Kwa
Kwa kinachosubiriwa zaidi ni hizo pampu. Aina ya pampu kwamba wataalamu zilizopo ndo wasema kwamba hazifai. Kwa hiyo aina ya pampu yasubiriwa kwamba haipo au pesa hazijapatikana au hazijaombewa au Haipo kabisa hiyo pampu. Hapa hazipo. Mpaka utoe oda maalum kwa pampu zile. Utengezewe huko. Na kwa pampu kama hizo kwa kitajenga yaani mwahitaji kwa visima vingapi pengine? Unajua hizo pampu hata kwa hichi wewe lazima hata ukihitaji moja upate nyingine ya pili ya reserve. Pampu ni pampu. Unaweza kuja umeme hapo kafanya vitu vyake ikaungua hivi. Lakini kuna reserve. Kwa hivyo hizi tumezioma nyingi, si pampu nyembamba hizo chini. Na kuna visima zaidi ya 5 au 5 ya pampu aina hii. Kwa mara ya mwisho labda mwakumbusha watendaji wakuu wa ZAWA nafikiri hilo nalo mkurugenzi mwenye mshindo, lakini ninavyojua kwamba tumeweka pampu juzi 50 zile, tunategemea kama itakuwemo, lakini baada ya kuja pampu zile zote za nchi 5 na nchi 6. Kwa hivyo pampu ya nchi 4. Kwa hivyo nafikiri yeye ndiye alichukua jukumu hilo sasa kufuatilia kuja. Sasa tujui kama huko wamekubaliana na mkurugenzi mkuu au na watendaji wakuu wa serikali wani wa ZAWA. Asante sana. Mimi niamini kwamba vitu vingine ni vidogo sana. Sawa. Kama hichi ni kidogo sana, ingawa mwasema kwamba mpaka mwagizie, lakini ni kidogo kwamba kingefanywa ufuatiliaji wa haraka. Si kama watu wake miaka 6 hawapati maji, pengine kwa kitu cha milioni pengine 3 au 5. Tuko pamoja? Kwa mimi niwaombe tu ufuatiliaji na kuwashtua viongozi zaidi kuweza kufanya hili, na si inshallah tutalichukua tutakwenda lipeleka ili tuone basi ile tatizo la tatuka, kwa sababu mwisho wa siku hicho kisima chetu kikapoteza mwelekeo mliokusudia. Kwa hiyo asanteni sana, tuwashukuru. Jina langu naitwa Faida Haji Hatibu, Sheha wa Shehia Nyimini. Sasa tunashukuru alhamdulillah, tangu tupatiwe kisima kipya maji tupata vizuri. Tena tupata vizuri sana, maana tupata kwa mgao wenyewe tuatoa asubuhi haya mpaka ikifika usiku yafungwa kwa sababu yako mengi haya maji. Sasa katika kutumia matumizi yetu ikifika usiku huwa yafungwa. Kwa hiyo tunashukuru sana, tunashukuru serikali ya awamu ya 8, tunashukuru na mwakilishi wetu pia tunamshukuru, maana tuko naye pamoja. Basi tuko naye pamoja naye mwakilishi wetu. Tunashukuru alhamdulillah rabbil alamin. Hamdu Hassan Bakari, mimi ni kamati ya Sheha, ni mjumbe wa kamati ya Sheha. Kwa kweli hatuna budi, lazima tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu wenzetu ambao wako katika tulianza pamoja mpaka hivi sasa maji hawajaanza, lakini labda inaonekana kwa nia zao, kwa sababu sisi hapa tulibeba msalaba, tukachimba misingi, tukaekewa bomba, tukafukia kwa kushirikiana na hao. Sasa alipokuja mkurugenzi mwenyewe, ile kujitolea, ule uzalendo wetu ukamvutia. Kwa hivyo akahakikisha, akaharakisha, akasema lazima maji hapa yapatikane haraka. Na kwa kweli wakati huo tulikuwa tuko katika hali dhaifu sana, sababu kisima chetu ambacho tulikuwa tunategemea ilikuwa kishakufa. Wataalamu watuambia huko chini kimpinda. Sasa kwa bahati mzuri tuko kwenye mradi huu, na sisi wenyewe tukaingia haraka umomo, bila kujali muda, bila kujali hali zetu, tukashirikiana nao kwa kujitolea. Sasa hivi maji ukifungua tu ni twaishukuru awamu ya 8 kwa Dr. Mwinyi kutuondolea tatizo hili la kiu, kwa sababu maji ndio uhai. Mpenzi mtazamaji, tunakuomba kutusapoti kwa kubonyeza alama ya kengele, kusubscribe channel yetu ya Juu Media.